hili. Serikali inapotenga fungu inalileta mikononi mwako, wewe ndio unayegawia watu, ajili watu. Serikali inatenga fungu inaleta kwenye mikono yako, kwenye akaunti yako ambayo unatumama, kama pengine ni wizara ya mambo au upande wa afya au upande wa elimu, kunakuwa na fedha inayoingizwa kwenye wizara ya elimu ambayo ina migawanyo mingi mpaka na kinapita kwanza kwako, na malipo yako wewe lazima yawe tofauti na unaowalipa wewe, pamoja na kwamba wewe pia unakuwa umeajiriwa na Mungu. Sasa ujumbe wa Mungu anapotaka kwamba uwe mtumishi wake kwa habari ya fedha, kwa hiyo hii ni hatua muhimu sana. Na hapa pia waacha yote tukakufuata wewe, hiyo ni eneo la utumishi. Tutapata nini? Akaambiwa hiyo, wala usiwe na mashaka, kila aliyeacha kila kitu na akawa mtumwa wangu au mtumishi wangu kwenye ulimwengu huu mara 100, na kisha kuna uzima wa milele. Katika habari ya mara 100 na habari ya uzima wa milele, kwa hiyo unapomtumikia Yesu kuna faida pia, mara 100 na kisha uzima wa milele, sababu huwezi kumtumikia kwa uaminifu, kwa uadilifu, halafu akakuacha wewe ukawa hivyo hivyo. Ndio lilikuwa jibu kwa ufupi lililozungumzwa kwamba aliacha yote mara 100 kisha uzima wa milele. Huwezi kumtumikia Yesu ukawa mtumwa wake mwaminifu katika vitengo mbalimbali na halafu ukabaki hivyo, haiwezi kutokea. Sasa kuna watu wajinga wao wanasema kumtumikia Mungu hakuna nini, ninasema hivyo Biblia. Shida ni kutokujua majira na nyakati na kushindwa kuwa wavumilivu na waaminifu kama Gehazi, na tamaa huwa watu mapema. Haleluya! Ambayo sasa ni kama complicated. Ziko hatua kadhaa nitakwambia hapa kibibilia. Hatua ya kwanza katika hatua hizo za kwamba namna gani unamtumikia Yesu, vile unavyowatumikia aliyowatuma, anatuambia yeye mwenyewe kwa mdomo wake katika Yohana ile sura, katika Mathayo ile sura 25 anazungumza hivyo, kadiri mlivyowatendea hawa mlinitendea mimi. Nilikuwa na njaa mkanilisha, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa ndipo wenye haki